ikaweje ukampata Kingamuzi? Au tumekutana tu. Tumekutana tu. Mwenyezi Mungu amepanga. Waarabu wanataga kadari. Kuna vitu vingine huwezi kujua mbeleni. Ndio tunataga kadari. Kama Mungu jinsi alivyotukadiria wenyewe waja wake. Basi kuna vitu vingine vinatutokea tu kwenye maisha yetu. Yapo kuna muda mwingine unaweza ukapanga jambo. Wewe kama wewe binadamu. Ukajiona mjanja. Kuna ile ilishakadiriwa. Kwa hiyo mimi na Kingamuzi ile ilikadiriwa. Na kukutana naye. Tumekutana naye wapi? Ilikuwa barabarani tu huko. Na kuja kuambia samani. Sasa tunarudi. Ulikutana naye barabarani? Tunaona barabarani kijana wangu kuna bibi mmoja anaitwa Saleh. Ndio alimwambia kijana naimba. Mchukue, msikilize. Kwa hiyo nikaniambia mchukue. Mimi presenter mtaani kuna wajeji wanangu nini vichekesho vyangu ni mfumo kwa present. Basi nikamwambia kesho njoo ndugu yangu ofisini nikusikilize. Kuna jambo? Ukaambia yeye anaimba. Mimi niliambia tu anaimba maana jamaa kichwa chake kina ngoma nyingi sana. Kweli bwana mwanangu kaja asubuhi pale. Akaanza kuniambia nikamwambia basi sio kesi ngoja nitoe kamera mic nikaanza kumhoji. Mhoji pale. Nikapata vitu ambavyo navitaka. Mimi si napandishaga maudhui ya vichekesho. Basi ile interview karibia yote ni utumbo tu. Na mimi kumpa jina Kingamuzi. Kipindi na edit ile video sasa, nilikuwa najikuta muda wote nacheka. Kabla nitafuta kijana nikamuuliza wewe unaweza kuchekesha? Sasa mimi kuchekesha kijana mwingine Kingamuzi. Kingamuzi wewe unaweza kuchekesha? Sasa mimi siwezi. Nikiangalia nasema fresh. Kwa hiyo tukaishi Gana mtengenezea anawakilisha. Kwa hiyo jamaa ni mwigizaji mzuri sana. Ni mwigizaji mzuri, alafu kingine muonekano wake pia ni comedy kwa kwa rahisi sana kwake. Kwanza cheka yake. Hata ongee neno la kawaida tu atoe ripoti kwamba nimeshiba. Usipokuwa makini unaweza ukacheka. Na huwa anapata maswali nikiwa na kuangalia na muangalia na Kingamuzi, nikiwa naangalia mkiwa kwenye harakati zenu kwamba Kingamuzi huwa analewa au ipo vile kwamba ana shida au la? Ndio muonekano wake. Ndio muonekano wake kilevi. Kilevi. Ila halewi maana yake halewi. Hani maana yake. Hani. Na ni kwa nini sasa uko vile? Mungu. Maumbile. Na pia mkitumia hata akiwa amesimama hivi au akiwa anacheza unaona kama yule mtu ambaye kama ameelewa fulani. Ndio jinsi alivyo. Ndio alivyoumbwa maana. Ndio alivyo. Mwenyezi Mungu ndivyo alivyomuunda. Kingamuzi. Na huwa unazungumza wakati mwingine japo kwa uchache huwa upendi kuliongelea sana ile swala kati yako na Kingamuzi na baadhi ya mashabiki, kwamba kuna baadhi ya mashabiki wanasema kwamba swala wewe kufanya kazi na Kingamuzi wao wanalipokea kwa sura nyingine hivi, kwamba wengi wanasema yawezekana kati yenu mmoja wake anatumia nguvu za mwenzie. Yaani ikiwezekana wewe unatumia nguvu za Kingamuzi. Hii ni kwa nini watu wanasema hivi? Picha inaanza na mwana mtoto yule mjinga. Yaani wengi wanaona Kingamuzi chizi. Ndio maana watu wanabiliki kusema hivyo. Ila yule angekuwa na muonekano labda hivi tuseme wa utimamu. Wao maneno yasingezungumza moja kwa moja angesema tunafanya kazi. Ila sichokielewa ni kwamba mimi na jamaa tunafanya kazi na hamna anayemnyanyua mwenzie. Na tunategemeana kwenye hili. Yeye ananitegemea na mimi namtegemea. Tunategemeana. Kinachotokea hapo ni hivyo kwa maendeleo. Ni hivyo kwa maendeleo. Ni roho mbaya tu, hamna kingine. Kwanza tusiwape nafasi ya. Ndio maana nimeziba masikio. Nikafunika na macho sitaki hata kuwaona. Nikafanya nayo ulifanya nikaamini kwenye prosesi zangu mpaka leo hii naita mic yako kwangu. Lakini nyumbani kwa kina Kingamuzi na hapa nikiwazungumzia ndugu wa kina Kingamuzi, ndio wao wanalipokeaje swala wewe kufanya kazi na ndugu yao?
na wao pia ndugu yao wanamtizama, yaani wanamuona yupo kwenye level ipi? Wanashukuru. Wanashukuru kijana anafanya kazi. Japo mwanzoni walikuwa wanamsumbua. Kusumbuana tukaweka sawa. Mpaka leo sasa hivi nafanya naye kazi. Kwa hiyo familia inajua kabisa kijana yupo na Rasco na anafanya kazi. Kuna kipindi kingine pia niliwahi kukuona ukisema kwamba baadhi ya ndugu zake na King'amuzi hasa kule kwao huwa wapendi kumpa vitu vya thamani, yaani wakiamini kwamba ni huenda ni mtu ambaye ana shida kidogo aidha akili au ana shida kidogo ya utimamu. Kwa mara nyingi wanakuwa wapendi kuona akiwa na vitu vya thamani. Ni kweli? Ndio alisema. Kama nakumbuka hivyo, kuna moja ya clip ile kuzungumza kwamba yaani hawapendi kumpa vitu vya thamani, aidha labda kama una cheni au ana kitu chochote cha thamani kubwa. Sio wazi. Hata mimi simpagi. Si anapoteza. Anapoteza kivipi? Anapoteza anapotoa kauza. Akasukuma, yaani mwanangu akikosa tu anaweza kaangalia tu t-shirt yake akikadiria bei naondoka. Alafu pia kingine jamii iliyopo kule mtaani kwetu Korogwe wenyewe pia anamuonekana chizi. Kwa hiyo unakuta mtu anakuja na anamsukuma anamsukuma vipi kiakili, yani shindikizo lile bwana tufanye hivi tufanye hivi. Kwa hiyo anamrudisha nyuma mshikaji. Kwa hiyo yeye pia anaweza akakubali aombe cheni kama hivyo. Changamoto hiyo anayo, lakini namshukuru Mungu anajitambua kila kukicha, inabidi kusonga mbele.